Tulikuwa katika siku hii ya International Day of Play kama kituo pamoja na watoto wetu na wazazi. Kwa uchache tumepata nafasi ya kujumuika pamoja na kucheza michezo mbalimbali ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku ya leo. Na tumepata fursa ama nafasi ya kuweza kujuzana pamoja na wazazi ni kwa nini tunafanya hivi. Ni kwa nini ni mzazi muhimu kucheza pamoja na mtoto wake. Ni kwa nini achangamane, kwa nini katika kucheza kunahitaji kuwa na ushirikiano baina ya mzazi na mtoto. Tukapata elimu kidogo pia ya malezi, tukapata nafasi ya kutoa elimu ya malezi kwa wazazi ambao wameweza kuhudhuria mahali hapa kwamba katika kipindi cha likizo ni vyema wakapata nafasi ya kuchangamana na watoto, nafasi ya kucheza na watoto, kuwasikiliza watoto kile ambacho wanataka kumwambia. Wanapotengeneza mahusiano mazuri kupitia michezo, inakuwa ni rahisi pia mtoto kuweza kujieleza kwa mzazi hata anapokuwa anapitia changamoto yoyote. Lakini pia tumeweza kueleza umuhimu wa michezo kwamba ni kwa nini mzazi acheze na mtoto. Sababu zake ni nini? Umuhimu wake ni nini? Tukamwambia inasaidia kwenye, kwanza inatengeneza bond kama nilivyosema, lakini pia inasaidia yule mtoto kumkuza kimwili, kiakili, kihisia na hata kijamii, kwa maana ataweza kuchangamana. Wanapokuwa wanacheza, wanachangamana, wanajumuika pamoja. Lakini pia kupitia michezo tunapata nafasi nzuri hata ya kuweza kubaini changamoto ama mahitaji maalum ya mtoto. Wakati mwingine kuna michezo ambayo inahitaji ukimbie, ufanye nini. Kwa hiyo kupitia zile motor skills, movement zinazofanyika pale, tunaweza kubaini kwamba mwanangu kuna kitu ambacho hawezi kukifanya kwa usahihi, na tukaanza kushughulikia tatizo kuanzia pale. Lakini pia kupitia michezo mtoto anajengwa, tunaanza kutengeneza discipline ya mtoto. Kupitia michezo kama tunapeana hatua kwamba wewe mwisho kufika hapa, ukomo wako ni hapa, manake ukivuka hapa unakuwa umekosea. Sasa ile kitendo cha kumwekea mipaka kwamba hapa usivuke, hapa ufanye, tayari kuna namna tunaanza kujenga discipline kwa mtoto. Lakini pia tunaendelea kutengeneza ile hali ya ushirikiano kwamba tunapokaa kwenye kundi kama hivi, tukasema wote tunavuta kamba kwenda hivi, manake ni lazima tushirikiane, tutengeneze teamwork. Ule umoja katika kuvuta hivyo inasaidia pia kuweza kujua mtoto kwamba kumbe kwenye haya maisha siwezi kumove peke yangu, ama siwezi, nahitaji kuwa na watu ambao kuna vitu ambavyo wataweza kunisaidia. Kwa hiyo ile inaongeza ushirikiano pia. Kwa hiyo mtoto anaanza kujenga mahusiano, anaanza kujengewa dhana ya kuwa na mahusiano bora na jamii ambayo inamzunguka. Ziko faida nyingi kupitia michezo, lakini kupitia michezo mtoto anaweza kujifunza skills kama za kumanage stress. Kupitia michezo kuna zile, wakati mwingine kuna zile hisia labda za ukali ama hisia za hasira mtoto zinampata kwamba mbona hivi, lakini anapokuwa anacheza hata kama amekosana na wenzake anasahau. Kupitia ile michezo na wanarudi kuanza kucheza kwa pamoja. Kwa hiyo ni muhimu sana mtoto kucheza, na katika umri huu wa kuanzia kwa watoto wa chini ya miaka 5 ni muhimu sana 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 mtoto kucheza. Katika siku hii ya leo ambayo inajulikana kama International Day of Play, sisi kama ICS tuliona ni vizuri tushirikishe wadau wanaofanya shughuli za watoto moja kwa moja, ambayo kwa mkoa wa Shinyanga tuna ratibu program jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, watoto wa kuanzia miaka 0 mpaka miaka 8. Kwa hiyo tuliona siku hii ya leo tukiungana na wenzetu wa vituo vya kulelea watoto mchana, tunaweza tukafanya jambo fulani kwa watoto wetu. Kwa hiyo tukaamua kushirikishana katika michezo, wazazi pamoja na watoto, na hii inasaidia kuwa na ukaribu kati ya mzazi na mtoto. Maana hata katika michezo tumeona wazazi na watoto wameshirikiana kwa pamoja, wametengeneza maumbo tofauti tofauti kutokana na vifaa vya kuchezea. Lakini pia tumeona watoto na wazazi wamekimbia, wamefurahi kwa pamoja. Kwa hiyo sisi kama shirika
tunafurahi kwa kweli kuona watoto wakiwa karibu na wazazi wao. Kwa sababu kama mtoto atakuwa karibu na mzazi akawa karibu na mtoto, ni rahisi pia mtoto hata kuweza kueleza matatizo kwa mzazi. Hata kama mtu amemfanyia jambo baya, jambo la kikatili, anaweza kufikisha ile taarifa kwa mzazi wake. Nimekuja hapa leo shuleni Angel Gabriel Daycare ambapo kijana wangu Brinan anasoma. Tumefurahi kwa sababu tumecheza michezo mbalimbali na watoto. Michezo kama roll hopping ambao unamfanya mtoto aweze kuwa na ujuzi wa kuelewa vitu na uchangamfu. Lakini tumevutana na kamba, tumeruka. Kwa kweli imekuwa ni furaha kubwa, tumefurahi, lakini pia tumepata somo juu ya malezi ya watoto. Kwamba kuna wakati mwingine wazazi tunawaacha sana watoto na kushindwa kutambua shida zao. Kiujumla imekuwa siku nzuri, tumefurahi pamoja na watoto na hata watoto pia wamefurahi, na tungeiomba mkurugenzi wa Angel Gabriel Daycare aweze kuandaa siku nyingine ili ituweke karibu zaidi na watoto. Asanteni. Mimi kama mzazi na shukuru siku ya leo kufika katika shule hii ya mtoto wangu kwa kukaribishwa katika siku ya michezo duniani, ambapo tumeshiriki michezo kwa pamoja, sisi pamoja na watoto wetu. Tumeshiriki michezo tofauti ya kuruka kamba, kupanga namba, michezo mingine tofauti ambayo imetusaidia sisi pamoja na watoto wetu kufurahi siku ya leo. Naipongeza sana shule kwa kuchangamana pamoja na sisi, kutuita wazazi kucheza na watoto wetu. Kwa majina naitwa Happy Mwingira. Nimekuja kwenye siku ya michezo hapa leo Angel Gabriel Daycare. Mwanangu anasoma hapa. Ni siku nzuri kwa kweli. Tumefurahi, tumecheza na watoto, tumeenjoy. Tumefanya michezo mengi of course. Nilikuwa naomba wazazi siwe siku moja tu. Tunatenga hata kwa wiki hata mara 2 au mara 1 tunacheza na watoto wetu. Ukimfanya mtoto akawa kama rafiki, unacheza naye, unaenjoy naye, anaweza akakwambia hata kama kuna ukatili au hata kama kuna mtu alikuwa anamfanya vitu vibaya, anaweza akafunguka, akanyosha maelezo, akakwambia kama kuna 1 2 3, tukawa tunawalea watoto wetu vizuri. Kwa kuwa hii siku isiishie leo tu, iwe kila siku, iwe kama siku endelevu. Asante. My name is Gabriel Tennis. Tumefurahi kucheza na wazazi wetu. Tumecheza mchezo wa kuvutana kamba na ukuti na mchezo wa kunong'ezana. Hii mchezo huwa tunacheza kila siku hapa shuleni. Elvira Zablon Benjamin. Tumecheza mchezo mzuri leo na wazazi wetu ya kukimbizana. Tumepuliza wote maputo na wazazi wetu. Cheza mambo ya kuvutana kamba. Karibu kwenye dunia ya ladha safi, ubora wa hali ya juu, huduma iliyo bora. East African Spirit tunakuleta karibu na ladha ya kweli, ladha ya Kitanzania yenye ubora wa kimataifa. Kwa vinywaji safi na ladha bora, chagua East African Spirit kwa uzuri na ladha halisi.